Shalom shalom. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu akubariki wewe ambaye unafuatilia mafundisho haya kwa namna ya pekee sana. Kila wakati umekuwa ukifuatilia mafundisho kwenye channel yetu ya hapa YouTube, pamoja na kwenye mitandao yetu ya kijamii. Mungu akubariki kwa namna ya pekee sana. Leo nataka niseme na wewe kwa habari ya jambo fulani ambalo nilikuwa nasoma kile kitabu cha Zaburi ya Daudi, ile sura ya 14. Katika maisha yako unaweza kuwa unamtafuta Mungu, unamtumainia Mungu, unamtumikia Mungu na unafanya mambo mengi sana ukitumaini kwamba Mungu yupo. Lakini kuna wapumbavu, na Biblia inasema vizuri tu, hawa ni wapumbavu ambao unaweza kukutana nao wakakwambia kwamba Mungu hayupo. Na kuna wapumbavu wengine ambao wanasema Biblia ni uongo. Kuna wapumbavu wengine ambao wanasema Biblia inadanganya watu, imeandikwa tu katika mifumo ili kuwapumbaza watu wawe wajinga kupitia vitabu ama kitabu kitakatifu cha Biblia. Lakini wapumbavu hawa hawajiulizagi ya kwamba Biblia hii ni mchanganyiko wa vitabu ambavyo, tukisema vitabu vya karibu ni miaka 2000. Hii Injili, yani kwa maana baada ya Yesu, yani miaka 2000. Lakini kabla ya Yesu maana yake ni miaka zaidi ya 2000. Kuna baadhi ya maandiko yalikuwa yameandikwa. Hivi ni kitabu gani ambacho kiliwahi kuandika unabii ambao unaweza ukatimia baada ya miaka 2000? Hivi miaka 2000 unajua ni vizazi vingapi vimepita? Kama baada ya miaka 100 tu mwanadamu alikuwa anashasahau. Huyu anayesema Biblia imetudanganya, kuna watu wanasema, unaweza kukutana nao wewe mtu wa Mungu, nimekupa hii makusudi. Zaburi ya 14 inaeleza mambo kama haya. Umeshawahi kujiuliza kwamba unamkumbuka ndugu yako ambaye alikuwepo miaka 100 iliyopita? Au ukikutana na mtu wa namna hiyo ambaye anasema Biblia ni uongo, hakuna Mungu, umeshawahi kumuuliza anamfahamu ndugu yake wa miaka 100 iliyopita? Yaani ndugu yake wa miaka 100, 105, 10 iliyopita. Sasa kama miaka 100 tu hawakumbuki ndugu zako, Biblia yani kima cha chini tunaongea habari ya miaka 2000. Na mambo ambayo yanatokea leo hii yaliandikwa kwenye Biblia miaka hiyo ya 2000 na leo yanatokea. Haitoshi kuona kwamba Biblia ni neno la Mungu ambalo lina kweli na uzima ndani yake? Ni wapumbavu. Sasa kwa nini nimesema haya, au kwa nini nimetaka usikie neno hili liwe neno la uponyaji kwa ajili ya wale ambao wanajaribu kuifanya Biblia kama ni gazeti au kuifanya Biblia kama ni kitabu cha hadithi? Na huenda huko mbele watoto wetu wakapata tabu sana, kwa sababu kuna watu ambao ni maagent wa shetani na wasijijue kama ni maagent wa shetani, ambao kazi yao ni kusema tu Biblia imesema uongo, Biblia sio kitu cha kweli. Lakini neno la Mungu li hai. Usiwe kama mpumbavu, na mimi nakusii kabisa usiwe kama mpumbavu ambaye anasema moyoni mwake hakuna Mungu, ingalikuwa Mungu yupo. Zaburi ya 14 ile ya kwanza inasema, mpumbavu husema moyoni hakuna Mungu, wameharibu matendo yao na kufanya chukizo, hakuna atendaye mema. Sasa usiwe kama hawa ambao hawataki kutenda mema. Wamekuwa chukizo mbele ya Bwana kwa sababu ya upumbavu wao kwenye mioyo yao ya kusema kwamba Mungu hayupo. Mungu yupo. Nikutie nguvu kabisa. Inawezekana kuna mtu ambaye anajiuliza mara mbili, uhalisia ni nini? Mungu yupo? Ukristo ni nini? Yaani kweli Yesu yupo? Biblia inasema vizuri, Mungu yupo. Mungu yupo. Mungu yupo. Usije ukajiuliza, ili ni neno la uhakika kabisa kwamba Mungu yupo, Mungu anaishi. Mungu alimwambia Musa, mimi niko ambaye niko. Maana yake Mungu asiyebadilika, yule jana, leo na hata milele. Tukiendelea hii Zaburi ya 14 kwenye aya ya 2 anasema, toka mbinguni Bwana aliwachungulia wanadamu, aone kama yupo mtu mwenye hekima amtafutaye Mungu. Sikiliza vizuri.
toka mbinguni Bwana anachungulia wanadamu. Ni mwanadamu gani ambaye ana hekima amtafutaye Mungu? Ni mwanadamu gani ambaye amejaa busara anayemtafuta Mungu? Toka mbinguni Mungu anatafuta kuona kama yupo mtu ambaye ana hekima ya kufanya nini? Ya kumtafuta Mungu. Manake unapokuwa hauna hekima ya kimungu, wewe ni mpumbavu, kama vile Zaburi inavyosema katika aya ya kwanza, mpumbavu husema moyoni hakuna Mungu. Lakini Mungu anamtafuta mwenye hekima. Sasa usije ukajiona una akili, usije ukaona una uchaji, usije ukajiona mwerevu ikiwa wewe haumtafuti Mungu. Maana yake yani wewe ni bure mbele ya Mungu, hauna faida yoyote. Yani Mungu anakuona kama makapi, anakuona kama usiyefaa, kwa sababu Mungu anamwangalia mwenye hekima kutoka mbinguni. Anamwangalia mwenye hekima kutoka mbinguni kati ya watu wengi. Sasa hii Zaburi ya 14 ukiisoma vizuri utaona Mungu anaona kama hawa watu wamepotoka, hawa watu wameoza, hawa watu hawatendi mema, hakuna hata mmoja amtafutaye Mungu. Sasa usiwe kama hawa ambao Mungu alikuwa anawatazama, ambaye Daudi alikuwa anaandika kwa watu wa namna hiyo. Kwa hiyo tuwe watu ambao tunafahamu ya kwamba Mungu yupo, tuwe watu ambao tunaamini Mungu yupo. Ile hekima ikaayo kwa Mungu, ile hekima itokayo kwa Mungu ifanye kazi ndani yangu, ifanye kazi ndani yako, na uwe mtu ambaye ni miongoni mwa watu ambao wana imani, ni imara kabisa, wanaomtafuta Mungu wakiamini kabisa Mungu yupo. Mungu akubariki kwa kusikia ujumbe huu. Ninaamini yupo mtu ambaye amepata neno ambalo limempa faraja katika siku ya leo. Mungu akubariki sana na akutie nguvu, uendelee kufuatilia mafundisho kupitia channel yetu ya Mikono ya Kristo hapa YouTube. Endelea kutufuatilia kwa namna ya pekee. Kama una changamoto mbalimbali, tupigie simu, namba za simu ziko hapo. Unaweza kutupigia. Kama uko nje ya nchi, ondoa hiyo 0, weka alama kujumlisha, weka 255, alafu utupigie, utatupata tu kwa urahisi. Na Mungu atakuhudumia kupitia Roho wake Mtakatifu, na sisi watumishi ambao tunaifanya kazi ya Bwana shambani mwake. Nilikuwa na mimi mtumishi wa Mungu Norbert Simon Mpunga. Hadi wakati mwingine, ninasema bye bye.